Hello, habari za saizi. Natumai kila mtu yuko salama katika sehemu aliyopo. As we told earlier kwamba tutakuwa tunakuja mara kwa mara kwa ajili ya kushare mambo mbalimbali kuhusiana na mambo yanayosumbua jamii, mambo ya kiafya ambayo yamekuwa ni matatizo makubwa kwa jamii kiujumla. Sasa leo nitakuja na tips ndogo ambazo zitakusaidia kijana kuweza kusaidia nguvu zako za kiume, kwamba usiwe na changamoto ya nguvu za kiume. Na hii nitakusaidia, itakuwa ni long term plan ambayo itakusaidia moja kwa moja, sio kudepend on booster, yani kutegemea zile boosters au pills ambazo unakuwa unatumia kwa ajili ya kuenhance sexual performance kwa hiyo siku ambayo unaokuwepo. Sasa leo na list ya ingredients ambazo zitakusaidia kwenye chai. Tunaamini kila mtu, asilimia kubwa ya watu wanakunywa chai. Kwa hiyo kwenye chai yako hakikisha iwe na ingredients zifuatazo. Ya kwanza ni mdalasini, ya pili ni iliki, ya tatu ni mchaichai, ya nne kitunguu saumu. Hakikisha hizo ingredient zinakuwepo kwenye chai yako. Alafu ya mwisho ni ndimu au limao. Nakamulia ndimu kwenye chai yako na limao. Sasa hii itakusaidia kwenye kuongeza blood flow kwenye ile penile area. Damu yako itatembea vizuri na itaweza kufika kwenye eneo la penile kama utatumia hizi ingredients. Kwa hizi ingredients zinasaidia kuenhance mzunguko wa damu uwe katika hali nzuri, ili kuweza kuprocess ile erection. Kwa hiyo ukizingatia hivi vitu itakusaidia kwenye afya yako ya uzazi. Lakini pia unaweza ukawa unatafuna au unatumia nazi pamoja na hizi cereals like groundnuts, ukawa unatumia cashew nuts, korosho, karanga, ukawa unatafuna at least siku 3 kwa wiki upate karanga au hizo mchanganyiko wa karafuu, I mean hizi nazi na vitu vingine hivyo ambazo nimetaja hizo ingredient. Lakini pia uhakikishe katika siku 3 za wiki basi unatumia karanga au nazi pamoja na korosho. Au unaweza kwa wakazi wa Dar es Salaam au wakazi wa mikoa ya Pwani huku, kuna vitu wanavitengeneza vinaitwa vifurushi. Vile vifurushi vinasaidia sana. Unakuta mtu amekatakata nazi, amekatakata hizi carrot, amezichanganya na ingredients zingine. Vile vinakusaidia katika kupata sperm count nzuri, vile vinaongeza na kuboost sperm kwenye mwili wa mwanaume. Sawa? Kwa hiyo ukitumia hizi ingredients, ukahakikisha chai unaoipata ina hizo ingredients. Lakini pia hakikisha katika siku 3 za wiki unafanya mazoezi. Fanya mazoezi sana katika siku 3 za wiki, na mazoezi ninayozungumzia hapa ni Kegel exercise kwa ajili ya strengthen zile pelvic muscles ambazo zinasaidia katika ejaculation, pamoja zinafanya kazi katika ejaculation, control ejaculation pamoja na urine flow. Kwa hiyo unaweza ukatumia hivyo vitu kwa ajili ya kukusaidia wewe na ukafanya mazoezi pia. Kitu kingine hapo ambacho naweza nikasema cha kusaidia katika nguvu za kiume, unatakiwa uwe unakunywa maji ya kutosha, at least lita 3.5 mpaka lita 5 kwa siku kwa mtu wa kawaida kama mwanaume. Lakini pia kingine cha kuongezea hapo, epuka junk foods. Junk foods ni vyakula vile ambavyo viliko prepared ambavyo havina nutritional value. Kwa mfano ulaji wa chipsi, ulaji wa vitu ambavyo ni junk food ambavyo viko prepared sana viwandani, vitu kama hivyo hautakiwi kutumia. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu to keep body na mazoezi, tule vizuri, tuepuke kula vyakula ambavyo ni junk, lakini pia tujitahidi kunywa maji mengi. Asanteni.